Katika mizengwe wiki hii, wandani wa Rais Ruto wamemshambulia vikali Rais mstaafu Uhuru Kenyatta baada yake kudai kuwa hatasalia kimya katika masuala ya kisiasa. Viongozi hao wakidai kwamba anapaswa kukaa pembeni na kutazama Rais Ruto akiwapanga wa Kenya. Naye kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amepuuza umahiri wa Rais Ruto kisiasa, akisema hakuna analofahamu na anapaswa kutafuta muda wakae chini amfunze masuala ya kisiasa. Mwanahabari wetu James Mwangi huyu hapa na mizengwe wiki hii. Katika makala ya mizengwe wiki hii. Sasa mimi nikiongea maneno mbili tatu naambiwa wewe umeritaya kwenda nyumbani. Kwa nini hawakuambia Moi aritaya aende nyumbani? Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anaonekana kukerwa na baadhi ya viongozi wanaomtaka kujiondoa katika ulingo wa kisiasa. Kwa nini mimi kila saa waniambie siwezi ongea, siwezi hata enda mazishi ya rafiki, siwezi hata kutembelea mtu, ati ninyamaze kama bubu na kuna macho naona na nina masikio nasikia? Ila kauli zake hazikupokelewa vyema na baadhi ya viongozi serikalini. Wewe mzee, enda ustaafu polepole, wakati yako iliisha, tuachie sisi. Wanasema kulingana na umri wake, sasa ni wakati mwafaka kwake kusalia nyumbani na kutazama yale anayotekeleza Rais Ruto, kwa kuwa yeye alishindwa kufanikisha. Kama unataka kuheshimiwa, wewe jiheshimu kwanza. Behave like a retired head of state. Stop behaving like a janjaweed leader and you want the people of Kenya to respect you. Hii kazi ambayo William Ruto anafanya sasa hivi, yeye ndiye alipaswa kufanya, lakini akalala, akaamua yeye akule mihadarati. Na katika malumbano haya, viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi pia hawakusazwa. Seneta Cheruiyot yuko hapa na uhondo. Eti anasema kina Sifuna hupata mshahara sawa na wakati mmoja kama wafanyikazi wa nyumbani kwake Kenyatta. Wajana na ile ingine bandia ya mabroka, akina Orengo na Sifuna na Osotsi, wale ni wafanyikazi ya Uhuru. Wanachukua mshahara kwa Uhuru, wanataka kutawanisha chama ya baba. Lakini hata kwa ukali wao wote huu, Rigiji anaonekana kutobabaishwa. Eti unasema katika masuala ya kisiasa, hata kiongozi wao mkuu ambaye ndiye rais anahitaji kutafuta muda aje mkae chini umfunze siasa. You don't know any politics. You know nothing. I'll teach you politics next year. Ila kwa haya anayosema Rigiji, wandani wa Rais Ruto wanaonekana kutofautiana nayo. Wanadai kuwa Rigiji hana ufahamu wowote kisiasa, kwa kuwa hata alifurushwa kabla amalize muhula wake kama naibu rais. William Ruto amekuwa naibu wa rais kwa miaka 10. William Ruto amekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, sasa inaenda miaka 10. Yeye amekuwa mbunge Mathira mwaka moja. Yeye amekuwa naibu wa rais nusu muhula. Sasa kati ya William Ruto na yeye, nani anafundisha mwingine siasa? James Mwangi, makala ya mizengwe.